mnyonge. Unyonge wa hapo sio unyonge wa hali, sio unyonge wa kipato. Unyonge wa hapo ni ajizan an mukhalafati hawahu. Mwanadamu ni mwenye kushindwa kwenda kinyume na matamanio yake. Vile matamanio yake yanavyotaka ndivyo mwanadamu anavyofuata. Huo ndio unyonge uliokusudiwa hapo. Wa khuliqa al-insanu dhaifa, na ameumbwa mwanadamu akiwa ni mnyonge. Ay dhaifan ajizan an mukhalafati hawahu, mwanadamu ni mwenye kushindwa kwenda kinyume na matamanio yake. La yasbiru an tibai shahawati, hana uwezo wa kuvumilia kuacha matamanio yake. Vile matamanio yanavyotaka ndivyo mwanadamu anavyoyafuata. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya maelezo hayo anatuhadharisha kula mali za baadhi ya wenzetu kwa dhulma. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mulioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu kati yenu kwa batil. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mulioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu kati yenu kwa batil. Imam anasema ya ayyuhalladhina sadaqullaha wa rasula, enyi ambao muliomsadikisha Allah na mtume wake, la yaakul ba'dukum amwala ba'din bilbatil,
rahima imekuja katika sigha ya mubalagha, lakini kwa Mwenyezi Mungu yani hana huruma kidogo na huruma sana. Mwenyezi Mungu huruma yake iko sawa sawa, sio hiyo rahima kwamba ana huruma sana. Mwenyezi Mungu ana huruma, huruma yake haipimwi kwa wingi na uchache kama wanadamu. Wanadamu wao wenye huruma mwingi na kuna mwenye huruma kidogo, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala sigha ya mubalagha inapokuja kama hii haimaanishi kwa Mwenyezi Mungu ana huruma kubwa sana. Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, wa man yaf'al dhalik, na yule atakayoyafanya hayo yaliyokatazwa. Man yaf'al dhalika ay man yartakibu ma naha Allahu anhu mu'tadiyan zaliman la sahwan wala khata. Wa man yaf'al dhalik, na yoyote atakayoyafanya hayo yaliyokatazwa, akamwaga damu, ima akajiua mwenyewe au akamsababishia mauaji mtu mwingine au akala mali ya mtu mwingine kwa njia ya dhulma, hiyo dhamiri ya dhalika inarudi. Man yaf'al dhalik, na yule atakayeyafanya hayo yepi? Man yartakib ma naha Allahu anhu, yule atakayeyafanya yale ambayo Allah ameyakataza, lakini aliyafanya mu'tadiyan kwa maksudi, dhaliman hali ya kudhulumu, la sahawan si kwa kusahau, wala khata wala si kwa kukosea. Amekula mali ya mtu kwa dhulma, akasababisha mauaji kwa maksudi. Na hapa ina maana wakati mwingine mtu anaweza akaua lakini kwa bahati mbaya. Kwa mfano, mtu ni mwindaji, amekwenda pata kibali cha kwenda kuuza wanyama kwa ajili ya kuuza wanyama, akamwona labda nyati, akamwona swala, akampiga bunduki. Ile bunduki ikapita kwa yule mnyama, kumbe mbele kuna mtu, akaja yule mtu ikampata risasi akafa. Haya ni mauaji, lakini sio ya amda, si ya makusudi. Sababu lengo la huyu mtu ilikuwa ni kumpiga mnyama. Sasa haya yanazingatiwa ni mauaji ya haki. Lakini yawezekana pia mtu amekuta mfuko wa pesa pahala, ima porini, mwenyewe kahifadhi wewe mwenye pesa zake, ni pahala kaweka, wewe pita porini ukaona mzigo ukabeba. Huyu haitwi mwizi, kwa sababu kwa kawaida kitu pesa hakikai kwenye pori, kai kwenye majani. Sasa kama itakuwa amechukua, maana yake hatozingatiwa kwamba ameiba, ima amechukua khata'an au atakuwa amechukua kwa maana ya kitu kilichochukua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yaf'al dhalik, na yule atakayeyafanya hayo yaliyokatazwa. Wanasema dhamiri yaudu ila aqrabil madhkur, dhamiri inarudi kwa kile kilichotajwa karibu, na kilichotajwa karibu hapo ni hayo maelezo tuliyotoka nayo, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kwa hiyo dhalika inarudi hapo, wa man yaf'al dhalik, na yule atakayeyafanya hayo udwanan wa dhulma, kwa uadui na kwa dhulma. Ameua kwa uadui, amechukua mali kwa uadui, fasawfa nusulihi nara, huyo tutakuja kumuingiza moto. Kwa hiyo dhulma si nzuri, kusababisha mauaji kwa mtu mwingine si kitu vizuri, unajiweka katika sehemu mbaya. Na hasa ima ikiwa kwa kutumia silaha, labda kwa ajili ya uporaji na ujambazi, tutaamua kwa sababu ya kupata mali. Tendo hilo linafikishia katika adhabu ya moto. Allah anasema, fasawfa nuslihi nara, ayudkhiluhu nara, tutamuingiza ndani ya moto adhima uliokuwa kubwa, yahtarimu fiha, ataungua ndani ya moto. Wa kana dhalika ala Allah yasira, na hilo la Allah kumuingiza mja wake motoni limekuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi sana. Wa kana dhalika, na limekuwa hilo la kumuingiza motoni ala Allah,
juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yasiran ni jambo jepesi, ay hayyinan yasiran la usra fihi, ni jambo jepesi lililokuwa rahisi, hakuna ugumu ndani yake, liannahu ta'ala la yulghizuhu shay'un, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kinachomshinda. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiepusha, in ni shartiya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiepusha na kujiweka mbali na madhambi makubwa mliyokatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutawafutieni dhambi ndogo ndogo. Kwa hiyo kuna sayyi'at. Sayyi'at ni dhambi ndogo ndogo. Katika dhambi kuna kabair na kuna saghair. Kuna dhambi kubwa kubwa na kuna dhambi ndogo ndogo. Ulama wanasema kila dhambi ambayo mwisho wake Mwenyezi Mungu amemalizia kuzungumzia moto, basi hiyo ni katika dhambi kubwa. Na wengine wakasema hapana, dhambi kubwa ni zile ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziwekea hadi na hukumu maalum. Kwa mfano, zina ni katika kabair, sarika wizi ni katika kabair, alqadhfu, mtu amezini ni katika kabair, kwa sababu haya yana hadi na hukumu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Lakini wengine wanasema hapana, kila adhabu ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi kwa dhambi hiyo, kila dhambi ambayo Allah ameahidi moto, basi hiyo ni katika kabair. Kwa hiyo Allah anasema, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiepusha na madhambi makubwa mliyokatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutawafutieni na kuwastirini yale madhambi madogo madogo. Imamu anasema, in tatruku ayyuhal mu'minuna dhunuba al-kaba'ir, ikiwa mtayaacha enyi waumini madhambi makubwa makubwa, allati nahakumullahu azza wa jalla anha, ambayo amewakatazeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namhu ankum saghaira dhunubi, tutawafutieni kwenu nyinyi madhambi madogo madogo, bifadlina wa rahmatina, wa fadla zetu na rahma zetu. Na kwa hakika mwanadamu haepukiki na dhambi. Kule Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu ana dhambi, kila mwanadamu anakosea. Wa khayrul khata'in at-tawwabun, na mbora wa wakoseaji ni wale wenye kutubia. Isma ya dhambi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwa manabii. Manabii ndio hawana dhambi, lakini wanadamu wa kawaida vyovyote atakavyokuwa, awe mcha Mungu, awe walii, awe na karama, awe atakavyokuwa, yeye hawezi akaepukika na dhambi. Lakini wapo watu wameepukika na kabair, hawana madhambi makubwa makubwa, na hili ndilo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa analieleza. Na hata hayo madhambi makubwa makubwa, wanadamu hatakiwi kukata tamaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya kupata msamaha wake. Kule al-Imam Busiri anasema, ya nafsu la taqnat minka alladhi 'azamat innal kaba'ira fil ghufrani kal-lamam, ewe nafsi usikate tamaa kwa kile ambacho kwako unakiona ni kikubwa katika makosa. Innal kaba'ira fil ghufrani kal-lamam, hakika dhambi kubwa kubwa katika msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sawa sawa na dhambi ndogo ndogo. Kwa hiyo Allah anatueleza, in tajtanibu
mkajiepusha na mkajiweka mbali na dhambi kubwa kubwa mlizokatazwa nazo, nukaffir ankum sayiatikum, tutawafutieni kutoka kwenu nyinyi yale madhambi madogo madogo. Wanudkhilkum mudkhalan karima, na tutawaingizeni muingizo uliokuwa mtukufu. Wanudkhilkum, na tutawaingizeni mudkhalan karima, kwenye muingizo uliokuwa mtukufu. Ai kwa maana nudkhilkumul jannata, tutawaingizeni peponi, daral karamati wan na'im, nyumba ya utukufu na neema. Allati, nyumba ambayo fiha ma la ainun ra'at, ndani ya nyumba hiyo kuna mambo jicho halijapata kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio halijapata kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, na wala yaliyokuwa peponi hayakupata kuingia katika moyo wala fikra ya mtu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kama tutajiweka mbali na madhambi makubwa makubwa, basi kuna uwezekano wa kupata msamaha wa dhambi ndogo kama vile kusengenya, teta hapa hapa na sengenya. Hizi ni katika sababu. Lakini al-kadhib, uongo, katika sababu. Kuna wengine wamesema uongo ni katika kabari, dhambi kubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka alifika pahala akasema mwenye tabia mchana wa Ramadhani akawa kazi kutokana kuongopa, basi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye amekaa stori zake uongo tu mchana kutwa, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, yule asiache maneno ya porojo. Zur maana ya kwanza ni uongo. So porojo mara nyingi ni maneno ambayo hayana ukweli. Ni mtu anakaa pahala tazungumza maneno hapo, anachekesha watu, atadili mbali tu afurahishe watu, lakini anaogopa. Sasa maneno kama haya yanaharibu funga ya mtu, yanapoteza ile dhati ya funga. Islamu hatakiwi kupoteza muda wa kuchekesha, hatakiwi kupoteza muda wa kudanganya, wakati yapo mambo anaweza akayafanya. Kwa hiyo anasema Allah, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiweka mbali, mtajiepusha na yale madhambi makubwa mliokatazwa, nukaffir ankum sayiatikum, tutawafutieni madhambi madogo. Nudkhilkum mudkhalan karima, na tutawaingizeni muingizo uliokuwa mtukufu. Mudkhala kwa maana ni aljanna, tutaingizwa katika pepo iliyokuwa na karama, iliyokuwa na utukufu, wa naim, na yenye neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumaliza maelezo hayo anaendelea kusema, wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Aya hii ina sababu ya kuteremka. Salama radhiyallahu anha, mke wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja alikwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, yaghzu rijalu wala nafsu, vipi wanamume wanaenda vitani, sisi hatuendi? Wa innama lana nisfu almirath, alafu sisi tunapata nusu ya mirathi. Wanamume wanapata kamili, sisi tunapata nusu ya mirathi. Mbona kama vile kuna dhulma ndani yake? Faanzala Allah ndipo akaiteremsha aya hii, wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani, la tatamannu ayyuhal mu'minun, na wala msitamani enyi waumini, ma khassa Allah ta'ala bihi ghayrakum, kile ambacho alichokihusisha Mwenyezi Mungu kwa wengine wasiokuwa ninyi.
Mwanamke yeye anatamani awaswalishe watu au imam, yeye anatamani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila jambo ameliweka kwa hikma yake. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka kutueleza tusiwe na tabia ya kuhusudiana. Wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani enyi waumini ukitamani kile ambacho Allah alichokifadhilisha baadhi yenu juu ya wengine. Kwa sababu ikiwa mtu atatamani neema aliyopewa mwenzake, kitachofuata hapo ni husda, atamhusudu, atamfanyia ubaya. Na ndio maana Imamu hapa akasema la tatamannu ayyuha almu'minuna ma khassa Allah ta'ala bihi ghayrakum min amri dunya au ad-din, msitamani enyi waumini kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokihusisha kwa wengine katika mambo ya dunia au ya dini. Fadhalika yuaddi ila at-tahasudi wat-tabaghud, kwa sababu tendo la kutamania kile alichopewa mwenzako kitapelekea tendo hilo katika kuhusudiana na kughudhiana. Ndio Allah akasema wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani kukitamani kile ambacho Allah amekifadhilisha kitu hicho kwa baadhi yenu juu ya wengine. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Lirijali nasibun, wanamume wanafungu, mimma iktasabu, kutokana na kile walichokifanya. Wa linnisa'i nasibun, na wanawake nao wanafungu mimma iktasabna, katika kile ambacho walichokifanya. Ay likulli min al-fariqayn fi al-mirath nasibun muayyan, kila mmoja kati ya haya makundi mawili kuna fungu maalum katika mirathi ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilokadiria. Was'alullaha min fadlihi, na muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapeni fadhila zake. Ukimuona mwenzako amepewa neema, wewe usimhusudu, unashtakiwa kwa mujibu wa Qur'ani, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye akupe fadhila zake. Was'alullaha min fadlihi, na muombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay wasallallahu min fadlihi yu'tikum, na muombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala fadhila zake atawapeni. Fa innahu karimun wahhab, kwa sababu sifa ya Allah ni mkarimu, lakini pia ni mwingi wa kutoa. Inna Allah, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala kana bikulli shay'in alima, hakuacha kuwa juu ya kila kitu ni mjuzi. Inna Allah, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala kana bikulli shay'in alima, hakuacha kuwa Allah juu ya kila kitu ni mjuzi. Walidhalika, na kwa huo ujuzi wa Allah, ja'ala an-nasa tabaqati, amejaalia watu matabaka tofauti tofauti. Kuna mtu ana kipato kikubwa, kuna mwingine kipato chake cha wastani, mwingine kipato chake cha chini. Hii Mwenyezi Mungu amefanya hivi kwa ujuzi wake. Walidhalika ja'ala an-nasa tabaqati, na kwa sababu Allah ni mjuzi amejaalia na kuwafanya watu kuwa na tabaka mbalimbali. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, na akawanyanyua baadhi yao daraja. Huyu akamweka level ya juu, huyu level ya kati, huyu level ya chini. Nirudi aya hiyo, wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani kile ambacho alichokifadhilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwafadhilisha baadhi yenu juu ya wengine. Lirijali nasibun mimma iktasabu, wanamume wanastahili fungu la kile walichokichuma na kukipata. Walinnisa'i nasibun,
na wanawake nao wanastahiki fungu mimma kitasabna, katika kile walichokipata. Kinachohitajika kwenu nyinyi, wasallallahu min fadlihi, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala fadla zake, ziada yake. Na hapa miongoni mwa yale tunayojifunza ni umuhimu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Islam hatakiwi kukata tamaa katika hali aliyokuwa nayo, asiache kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe ametaka tumuombe fadla zake. Kwa hiyo Muislamu sema mimi hicho nilichokuwa nacho kimetosha. Allah anasema wasallallahu min fadlihi, muombeni Allah fadla zake, fadla ya ilmu, fadla ya mali, fadla ya cheo. Hakutaji hapo fadla ya aina gani, ili kila kilichokuwa bora kiingie. Kwa yule talibu ilmi mzito wa kuelewa, amuombe Allah ilmu. Tafuta mali, amuombe Allah mali. Tafuta cheo, amuombe Allah cheo. Wasallallahu min fadlihi, na muombeni Allah subhanahu wa ta'ala fadla zake. Inna Allah kana bikulli shay'in alim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa juu ya kila kitu ni mjuzi. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, walikullin ja'alna mawali mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Walikullin ja'alna mawali, ay walikulli insani, na kila mwanadamu. Walikullin wenyewe ni tanwinu iwadh, na kila mwanadamu ja'alna mawali, tumemjaalia asaba. Mawali kwa maana ya asaba, mtu wake wa kumasi, wa kumrithi. Mawali, kila mtu tumemjaalia ndugu wa kumrithi, kwa maana ya mawali, asaba. Mirathi, hawezi akafariki mtu asiyekuwa na nasabu na wewe ukarithi mali yake, bali Mwenyezi Mungu ameweka asaba kwamba kuna mtu akifa utamrithi. Kwa hiyo mirathi si jambo la kurithiana wanadamu kwa sababu ya ubinadamu, bali mirathi inarithiana watu kwa sababu ya asaba, kwa sababu ya kuzaliwa. Ndiyo sababu ya mirathi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walikullin ja'alna mawali, ay walikulli insani, na kila mwanadamu ja'alna asabatan, tumemjaalia ndugu, yarithuna malahu mimma tarakahu, wanaurithi mali yake kutoka katika kile ambacho walichokiacha. Walikullin ja'alna, na kila mmoja kati ya wanadamu tumemjaalia mawalia wa kumrithi, mimma taraka alwalidani, katika kile ambacho walichokiacha wazazi wawili, wal aqrabun, na ndugu. Al aqrabun ni wale al aqarib min al mirath, ndugu. Kwa mfano mtu kafa kaka yake, kafa mdogo wake, kafa mwanawe, hawa wote wanarithiana. Ndio al aqrabun. Ukiwatoa baba na mama, wazazi wawili, wanaingia hawa ndugu wengine wa karibu, kaka, sijui dada, sijui mtoto, babu, bibi, hawa wanaingia katika mirathi. Walladhina aqadat aymanukum, na wale ambao mlio funga mikataba. Walladhina, na wale ambao aqadat aymanukum, kumefungika kati yenu nyinyi mikataba. Ay walladhina halaftumuhum fil jahiliya, na wale ambao mliofunga nao mikataba ya ushirikiano kipindi cha kabla al-Islam, ala nusrati wal irthi, juu ya kuwanusuru na kuwarithi. Fa'atuhum haddahum min al-mirath, wapeni mafungu yao katika mirathi. Lakini aya hii ni mansukh, aya iliyofutwa. Ina maana kabla ya Uislamu ilikuwa kabila na kabila, au watu na watu wanapokubaliana kushirikiana katika maisha, maana yake hata wanapotokezea mmoja amefariki, wanarithiana. Kabila hili
linaweza likarithi kabila hili kwa sababu tu kuna makubaliano ya ushirika kati yao. Lakini baadaye zilipokuja aya za mirathi zikaja zikafuta hukumu hii ya kurithiana kabila na kabila, koo na koo, na badala yake wanarithiana watu kwa mujibu wa nasabu zao. Ndio maana Allah anasema hapa, walladhina, na wale ambao aqadat aymanukum, umefungika viapo vyenu, kwa maana kwamba halaftumuhum fil jahiliya, mmetengeneza ushirika na hao kabla ya Uislamu. Kwa mwanzoni mwa Uislamu kulikuwa na utaratibu huu, kabila na kabila wanakubaliana kuteteana, kusaidiana, lakini pia hata wanapofariki kabila moja basi wengine wanarithi. Imamu anasema waqad kana hadha fi ibtidai al-Islam, hilo lilikuwa mwanzoni mwa Uislamu, thumma nusikha, kisha likafutwa, likaondolewa hilo. Al-Imam Hasan al-Basri anasema kana ar-rajulu yuhalifu rajula, alikuwa mtu anashirikiana na mtu mwingine, laisa bainahuma nasabun, hakuna kati ya hao watu wawili kuzaliwa, hakuna ukoo wala kuzaliwa. Fayarithu ahaduhuma al-akhara, mmoja anamrithi mwingine, kwa maana ni watu wa kabila mbili tofauti, lakini wamependana, wameshibana, wanabidi kifa utarithi, na huyo anasema nikifa nitakurithi. Sasa mshirikiano huu kabla ya Uislamu ulikuwa unaozingatiwa na kukubaliwa, lakini ulipokuja Uislamu ukaharamisha. Ikaja aya inayosema waqul al-arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah, wale wana familia wenye rahma, ulul arham ni wale wana ndugu, hawa ndio ba'dhum awla bi ba'd, wao kwa wao ndio wana haki zaidi ya kurithiana fi kitabillah, ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya, walikulli ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum faatuhum nasibahum, sheria ilikuwa inaruhusu wapewe mirathi yao wale wenye ushirika kati ya mtu na mtu, kama nasabu hakuna, lakini baadaye hukumu hiyo ikaja. Kwa hiyo Allah anasema walladhina aqadat aymanukum, na wale ambao umefungika kati yenu nyinyi mikataba ya ushirikiano, faatuhum nasibahum, hao wapeni mafungu yao ya mirathi. Faatuhum nasibahum, hao wapeni mafungu yao ya mirathi. Inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida, hakika amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mwenye kushuhudia. Inna Allaha, hakika amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, shahidan, anakiona. Neno shahida maana yake muttali'an ala kulli shay'in, anakiona kila kitu. Wasayujazikum alayhi, atakuja walipeni juu ya hicho ambacho anachokiona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutoa maelezo hayo, kisha ameeleza na akafafanua kwamba wanamume ndio wanaotawalia mambo ya wanawake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, ar-rijalu, wanamume, qawwamuna 'ala an-nisaa, ndio wasimamizi kwa wanawake, ay qaimuna alayhinna bil amri wan nahyi, wanamume ni wasimamizi kwa wanawake, bil amri, kwa kuwaamrisha, wan nahyi, na kwa kuwakataza. Hiyo ndio kiwango inayokusudiwa hapo. Sio kwamba mwanamke mtu kaoa mwanamke mwenye mali yake, sijui karithi kwa mali zake, wewe uhodhi mali kwa sababu mimi ndio msimamizi wako, mali yako iko chini yako. Hiyo ni dhulma. Sheria ya Kiislamu imeruhusu wanandoa kila mmoja ana haki ya kumiliki. Mume anamiliki na mke anamiliki. Usimamizi wa mume kwa mke ni katika mambo ya amri na nahi, kuamrisha mambo ya kheri na kukataza mambo yasiyofaa. Hili ni jukumu la mume. Kwa hiyo ar-rijalu qawwamuna
wasimamizi ala nisai, juu ya wanawake. Ay qaimuna alayhinna, ni wasimamizi juu ya hao wanawake, bil amri, wa amrisha, wan nahyi, na kwa kuwakataza, wal infaqi, na kwa kuwapatia matumizi. Mwanamke hana haki ya kutoa pesa yake ili watu nyumbani wale. Hilo ni jukumu la mwanamke. Na kama mwanamke atafanya hivyo, itakuwa ni katika ule mlango tu wa kuhurumiana, wala yeye hawajui kuyafanya haya. Na ndio maana Imamu hapa anafasiri kwamba huu usimamizi wa mwanamume uliokuwa juu ya wanawake, bil amri wan nahyi, kwa kuamrisha na kuwakataza, wal infaqi, na kwa kuwapatia matumizi, watawjihi, na kuwaelekeza mambo yenye maslaha. Hii ni kazi ya wanawake. Na Mwenyezi Mungu hakuwapa wanamume nafasi hii kwa upendeleo. Allah anasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, ni kwa sababu ya kile alichokizidisha Mwenyezi Mungu juu ya baadhi yao, alichokiongeza Mwenyezi Mungu baadhi ya hao juu ya wengine. Kwa maana Mwenyezi Mungu katika maumbile yetu sisi aliyotuumba wanamume na wanawake, wanamume wana ziada kiakili, kinguvu, kifikra, kimitazamo. Huwezi ukalinganisha fikira ya mwanamume na mwanamke. Huwezi ukalinganisha uwezo wa uelewa wa mwanamume na mwanamke. Inawezekana ikawa kuna mwanamke ana akili sana, lakini hiyo ni shari. Washadhi la yuqas, ni kitu kilichoenda kinyume na kanuni. Kanuni, mwanamume amepewa fadhila na amepewa ziada kuliko mwanamke. Na kwa sababu ya ziada hii, ndiyo maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mwanamume akamfanya awe msimamizi wa mwanamke. Kwa hiyo anaelezea sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya mwanamume kuwa kiongozi na msimamizi wa mwanamke. Bima faddala Allahu ba'dahu, ni kwa kile ambacho Allah amekifadhilisha baadhi yao ala ba'd, juu ya wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya kile walichokitoa wanamume katika mali zao. Mwanamume ndio anayetoa mahari, mwanamume ndiye anayelisha mke wake, mwanamume ndiye anayemvisha mkewe, mwanamume ndiye mwenye jukumu la kujua mke wake ataishi wapi. Kwa haya ndipo Mwenyezi Mungu akampa nafasi ya uongozi mwanamume kumtawalia mambo yake mwanamke. Kwa hiyo sio kwa sababu ya upendeleo, sio kwa sababu ya ujanja aliyokuwa nao mwanamke, bali ni fadhila ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukawa wewe na wiki umelala kwa mwanamke, lakini mwanamke anajua kwamba unaelewa kula, anajua wewe wiki nzima ukitandana, lakini anajua kwamba wewe, kwa sababu mwanamume utajua namna gani ili ndani watu wale, na kweli unakaa wiki na watu watakula. Sasa hii ziada hii ambayo Mwenyezi Mungu aliyompa huyu mwanamume ndiyo iliyopelekea Allah amfanye mwanamume kuwa kiongozi, sio dikteta. Maana kuna udikteta hakutakiwa apige makofi tu mwanamke, amwamrishe, kataze, asimamie majukumu yake ya kila siku, ampe miongozo, hata ujihad ampe miongozo kwamba dunia inaendaje, Uislamu unatakaje, mwanamke aweje. Hiyo ni kazi. Mwanamke ukimwacha ajiongoze mwenyewe, haongozeki. Mimi mke wangu atafikiria mwenyewe, ataswali mwenyewe. Wewe mwanamume ndio mwambie bwana, kuna umuhimu wa swala. Ukisema kwamba yeye mwenyewe ajiongoze mpaka utaingia kaburini, atabaki hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametupa uongozi sisi, lakini si kwa upendeleo, bali kuna mambo ameyazingatia ya kufanya sisi kuwa viongozi. Kwa hiyo anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanamume ni wasimamizi kwa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa kile ambacho alichokifundisha Mwenyezi Mungu baadhi yao juu ya wengine.
wa bima anfaqu, na kwa sababu ya kile walichokitoa min amwalihim, katika mali zao. Imamu anasema bisababi ma manahahumullah, kwa sababu ya kile ambacho alichowapa wanamume Allah min al-aqli, miongoni mwa akili, watadbiri, na kupanga mambo, wa khassahum bihi min al-kasbi wal-infaqi, na Allah akawahusisha wanamume kutafuta na kutoa matumizi. Mwanamke anakaa nyumbani wala hana muda wa kupika vitumbua wala kufanya biashara, lakini wewe mwanamume ndio umehusishwa ukatafute ili huyu mwanamke ale. Lakini kupangilia majambo, naweza mkaishi mke na mume wala asifikirie kutafuta kiwanja wala kujenga, ufikirie wewe tu. Kinyume chake mtabaki ni kupanga miaka na miaka tu. Kwa hii tadbiri, kupangilia majambo, watoto kusoma, kuwalipia ada, sijui hivi na hivi, haya yote yapo katika fikra ya mwanamume. Kwa hili Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya kuwa ndiye kiongozi. Kwa hiyo anasema Imamu hapa, fahum yaqumuna ala nisa, basi hao wanamume wanawasimamia wanawake bilhifdhi, kwa kuwatunza, wariaya, na kuwachunga, walinfaqi, na kuwapatia matumizi, wataalibi, na kuwafundisha adabu. Na ndio maana hata manabii, hakuna mtume mwanamke, hakuna mtume manabii wote, mitume wote wanamume, kwa sababu mwanamume ana sifa ya ziada ambayo mwanamke. Na hata mwanamke akiwa kiongozi ni lazima apate msaada sehemu kubwa kutoka kwa yeye. Kama yeye mama ataharibika, inaweza katokea msiba, wao wanalia, hawajui kumtoa pale, kubadilisha nguo, kutoa taarifa, kutafuta kitanda na hivi na hivi. Hiyo sasa ni kazi ya wanaume, lakini wao watabaki pale wanalia tu. Mkifika pale hata jambo lolote lililofanyika. Hii yote ni kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutofautisha maumbile yetu kati ya wanamume na wanawake. Fasalihat qanitat hafidhat lilghayb bima hafidha Allah, Mwenyezi Mungu hapa anawazungumza wanawake wamegawika katika sehemu mbili. Fasalihatu, basi wale wanawake wema, qanitatu, watiifu, hafidhatu lilghaibi, wenye kujitunza wakati ambao waume zao hawapo. Hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, kukitunza kile alichokihifadhi Mwenyezi Mungu, na hiyo ni kinaya ya kuhifadhi tupu zao. Imamu anasema hadha tafsilun lihali nisa, huu ni mchanganuo wa hali ya wanawake, tahta riyasati rijali, wakiwa chini ya uongozi wa wanamume. Waqad dhakara ta'ala annahunna qisman, na Allah hapa ametaja kwamba wanawake wamegawika sehemu mbili. Qismun salihat muti'at, kuna sehemu ya wanawake ni wema watiifu, wa qismun asiyat mutamarridat, na kuna kikundi kingine cha wanawake ni maasi wakorofi. Yaani yuko tayari kupigana mbewe, anajua kabisa kama huyu ndiye anadhilisha, ananitisha na hivi na hivi, sawa, nikiuma anaenda hospitali, lakini ukikunja ngumi na yeye anakunja ngumi, tatizo. Ukiondoka na yeye anaondoka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anataja makundi ya wanawake. Fasalihat qanitat hafidhatu lilghaib, hili ni kundi la kwanza. Kuna kundi la wanawake wema wenye kutii, watiifu. Qanitatun ay muti'at, ni watiifu. Hafidhatu lilghaib, wenye
wenye kujitunza pale wanapokuwa waume zao hawapo, bima hafidha Allah, kwa kile ambacho alichokihifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallati takhafuna nushuzahunna, na kundi la pili ni wale ambao nyinyi mnahofia ukorofi wao. Wallati, na wale wanawake ambao takhafuna nushuzahunna, anasema hadha alqismu athani, hili ni fungu la pili. Wa hunna nisaul asiyat almutamarridat, ni wale wanawake walio maasi wenye kufanya ukorofi. Allati, wanawake ambao yatakabbarna, wanaofanya kibri kwa waume zao, wayataalaina an taa, na hawako tayari kuwa chini ya taa za waume zao. Sasa hawa Imamu anasema fa alaykum ayyuha rijal, ni wajibu wenu enyi wanaume, an tasluku ma'ahunna subulal islahi, mpite nao hawa katika njia ya kutengeneza na kurekebisha. Mwanamke akiwa mwovu, wewe mume kazi yako kubwa kwanza kumrudisha katika taa, kumtengeneza, wa illa maisha yatakuwa mafupi. Kwa Mwenyezi Mungu aya hii anataka kusema kwamba wapo wanawake watiifu, waliokuwa wasikivu, wenye kujitunza, lakini wapo wanawake wengine ni maasi. Kwa hiyo Allah anasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao unahofia uasi wao, fa'idhuhunna, nashtakiwa kwanza wapeni maonyo, waonyeni, wapeni mawaidha. Fa'idhuhunna, wanasema mwanamke akiwa mkorofi, ikiwa sasa ndani maelewano hakuna, hatua ya kwanza ni kuwapa mawaidha. Ndio usulubu na ndio utaratibu wa Qur'ani. Fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, waonyeni kwamba mwenendo unaokwenda nao si mzuri, mtake ajirekebishe. Wahjuruhunna fil madaji, hatua ya pili, wahameni katika yale matandiko. Madaji ni yale maeneo ya kulala, mwache yeye kitandani, wewe lala chini. Lakini hapo Mwenyezi Mungu anazungumza na waumini, mazungumzo na watu, wanazungumza na watu wenye imani. Sababu kinyume chake anaambia kitanda kimemwambia mimi nimekuoa, ndugu yako wewe kitanda umekuta hapa, lala chini wewe, mimi nalala kitandani. Wewe unatakiwa uhame. Wahjuruhunna fil madaji, yani kitanda chako, godoro lako, wewe ndio ulale chini. Sababu hapo kinachokusudiwa ndio kumrekebisha huyu mwanamke. Ukimwambia yeye alale chini umtoe kitandani, maana yake marekebisho hayapatikani. Sasa wewe lazima uteremke chini ili yeye apate muda wa kutafakari, jamaa ala chini kwa sababu ukorofi wao, huenda akajirekebisha. Lakini ukimshusha yeye chini, wewe unajua kitanda, maana yake ndio moto umeuchochea. Kwa hiyo Qur'ani hapa inaangalia sura ya islah, namna ya kurekebisha mwanamke mkorofi. Wewe ujishushe, kubali wewe kuwa mjinga, sio kutia kibao na rudisha. Sasa hapo maana yake hawezi kabadilika. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anafundisha uslubu na namna ya kurekebisha wake. Anasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mnahofia maasi yao. Nushuz wanasema ni ile mwanamke kutaka kuwa yeye ndio awe juu, wewe uwe chini. Yani yeye anataka utawala wa nyumba, na yuko tayari yeye utawala. Akienda safari usimuulize ulienda wapi, kama jambo lake usimkataze. Kuna shughuli ya harusi usimwambie usiende. Huyu ndio mwenye nashiza. Nashiza ni mwanamke ambaye anayetaka amtawale mumewe, yeye awe juu, mke yani mume awe chini. Huyu ndio nashiza. Wa wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao mna hofu tabia zao mbaya, uasi wao, mnachotakiwa fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Wahjuruhunna, na ikishindikana mawaidha wahameni. Muwahame wapi? Fil madaji, katika tandiko.
yale maeneo ya kulala. Usihame chumba, ikiwa uteremke chini. Kama yeye kalala kwenye kiti, lala katika sofa. Kama una tandiko lingine weka chini, lala. Wadribuhunna, na endapo hawakubonyeka, umeteremka chini ya kitanda bado yeye ana msimamo wake, wadribuhunna, wapigeni. Lakini wanachuoni wamesema pigo hili ni lile lisiloleta majeraha katika mwili wa huyu mwanamke. Ni pigo la kumtia adabu na la kumfundisha na kumtaka arudi katika taa. Kwa hiyo anasema wadribuhunna, na wapigeni. Wadribuhunna, na wapigeni, lakini pigo lisiloumiza, pigo lisiloleta majeraha. Sheria inakataza kumpiga mwanamke kumtoa meno, kumtia majeraha katika mwili wake, kwa sababu inawezekana siku ya ndoa ngavunjika. Sasa uso umempiga kofi mpaka umemchana uso kawakaa vile teja, alafu unamwacha tayari soko lake ushamharibia. Umempiga ushamtoa meno, tayari uzuri wake ushamwondolea. Kwa hiyo upigaji unaokusudiwa hapa ni upigaji wa kumtia adabu na wala sio wa kumsababishia majeraha. Ndio maana asafadribuhunna darban ghaira mubarrih, wapigeni hawa wanawake lakini pigo lisiloacha jeraha. Usimpige na kitu ambacho kitapelekea akavilia damu, kikamtengenezea kovu. Ndio maana wazee wakasema mwanamke anapigwa na kanga, ile ni kinaya kwamba anapigwa na kitu chepesi kisichoumiza. Fa in ata'anakum, endapo watawatiini na wakawasikilizeni. Umemuonya au ulimuhama au ulimtia kibao kidogo, akaja mwanamke huyu akakusikiliza. Fa in ata'nakum, na endapo watawasikilizeni wakawatiini, fala tabghu alayhinna sabila, basi msitafute tena njia nyingine ya kuwaacha. Kinachokusudiwa hapo kwamba msiwaache kwa sababu tayari washarudi katika mstari. Fa in ata'nakum, ay fa in ata'na amrakum, endapo watatii amri zenu, fala tabghu alayhinna sabila, ay fala taltamisu tariqan liidha'ihinna, msitafute njia nyingine ya kuwaacha. Njia ya kuwaudhi inayokusudiwa hapa ni kwa matalaka. Mwanamke akishakuwa amekiri kosa lake, akaomba radhi na akaomba msamaha, haitakiwi kuacha. Na ulama wanasema hizi ndio njia tatu kabla ya kufikia kuacha mke. Njia ya kwanza ni kumwonya, njia ya pili ni kumhama mtani, njia ya tatu ni kumpiga pigo ambalo lisiloleta jeraha. Hizi njia tatu zikiwa zimefanyika, bado mwanamke haachwi. Haya yanayokuja mbele ndio njia ya nne. Inabidi sasa wazee waitwe, ili wazee na wazee wake na wazee wako wakae wasuluhishe. Haya manne yakishindikana, hatua ya mwisho ndio kuja kuachana. Kwa hiyo Uislamu umeweka nidhamu na utaratibu huu katika maisha ya ndoa, ingawaje sisi hatujaweza kuyafuatia, lakini kama hatua hizi zikifuatwa, maana yake hiyo ndio ndoa ya Kiislamu. Na ndoa hiyo hata ikifikia kuachana, maana yake kuna juhudi zilizokuwa zimetumika. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in ata'nakum, endapo watawatiini na wakawasikiliza hawa wanawake, fala tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie tena njia zingine za kuwaudhi na kuwakera. Inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Allah amekuwa ni wajuu tena ni mkubwa. Ay fa inna Allaha ta'ala a'la minkum, hakika Allah mtukufu ni wajuu zaidi kuliko nyinyi.
hii nusu wa mwisho unamalizia aya, fa inna Allah kana aliyan kabira, ana maana kwamba wewe ni msimamizi wa mwanamke. Usifike pahala tena kwa sababu ya ule usimamizi wako basi mimi ndo mkubwa na mimi ndo kila kitu. Unatakiwa ujue kuna aliyekuwa zaidi kuliko wewe. Inna Allah kana aliyan kabira, Mwenyezi Mungu ndio wajuu zaidi na ndiye mkubwa. Wewe anakupa utawala wa huyu, usiwe ndio wewe wa mwisho kuliko mtu mwingine yeyote. Maana amekiri, amekosea na amekubali makosa yake, wewe kama Mungu unatakiwa hilo sauliache ili maisha mengine yaende. Inshallah tusimame hapa ili kesho tulipoanza wa kiftu shiqaqa bainihima fa wa'ahu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma. Sallallahu alaihi wa sallam.